swali bin nasi, anakuamrisha uwasalishe watu. Kwa hiyo bila shaka Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa na makhuddam, alikuwa na wafanyakazi wa kiume kama vile kina Anas na wengineo. Kwa hiyo Aisha alitoka bwana yake akaenda kumwambia khadim, mfanyakazi wa kiume, aingie ndani ya msikiti amwambie Abubakari. Kwa hiyo mfanyakazi akaenda kama Abubakari, bwana Mtume amekuamrisha wewe uwasalishe watu. Faqala Abu Bakr radhiyallahu anhu, wa kana rajulan raqiqa, na alikuwa Abu Bakar ni mtu ambaye ni raqiqan. Arraqiqu ni mtu laini sana, yani ni mwepesi sana, ndio maana maneno raqiq, mtu mwepesi sana. Sasa hapa wanasema wa kana rajulan raqiqan, alikuwa ni mtu ambaye ni mwingi sana wa kulia, ni mwingi sana wa kulia, kwa sababu ni mtu laini. Yani yeye kwenye mambo haya tu ya Qur'ani, akisoma Qur'ani, ikiwa kwenye sehemu za kuathiri zinamwathiri sana, ikiwa ni matukio tu ambayo anayaona haya, hili neno hili linaashiria hatari kesho, basi ni mtu mwepesi na ni mlaini sana kuathirika. Abubakar Siddiq, kama tulivyopita nyuma kule, Mtume sallallahu alaihi wasallam amesema mja amechagulisha mambo mawili baina ya akhira na vitu vya duniani. Huyo mja huyo akachagua akhira kuliko vitu vya duniani. Pale pale Mtume anasema maneno, Abubakar kaza kulia radhiyallahu anhu pale pale. Masahaba wenzake kana mshangaa, inakuwaje tena Abubakari analia wakati ni jambo la kawaida tu? Mtu kachagulishwa baina ya akhira na duniani, kaamua achague akhira. Sasa pale ambapo walipokuja kugundua maana ya kitendo cha Abubakar Siddiqi kulia, ndipo waliposema kwamba Abubakari alikuwa na ilmu zaidi kuliko sisi, kwamba Mtume alayhi salatu wasalam kusema hayo maneno maana yake anakaribia kufariki, anakaribia kufa. Kwa Abubakari akajua kabisa kwamba tunapoelekea sasa hivi, umma unakoelekea unaelekea kwenda kumkosa mtume wao sallallahu alaihi wasallam. Akawa analia radhiallahu anhu. Kwa hiyo raqiqan maana yake ni mtu mlaini sana, ni mtu mlaini kwenye matukio anayoyajua yanayoathiri jamii, yatakayokumba jamii. Anaona ni tukio zito sana, basi tayari ni mwepesi wa kuguswa na tukio hilo. Akamaliza akasema Abubakari, faqala Abubakar akasema, ya Umaru, ewe Umar bin Khattab, salli bin nas, kwa jinsi ninavyojua mimi, salisha watu wewe wasalishe watu. Kwa hiyo naibu imamu anaruhusiwa naye akafanyaje, akamchagua imamu mwingine. Faqala lahu Umar bin Khattab akamwambia, anta ahaqu bidhalik, wewe unastahiki zaidi hilo la uimamu, unastahiki nalo wewe zaidi kuliko mimi. Umar akajitoa pembeni kabisa, naam ndio, lakini wewe ndio ulichaguliwa na wewe ndio unastahiki zaidi kulikana na ukubwa wako, utu uzima wako, lakini pili vile vile nafasi ya ilmu ulionayo wewe ndio unastahiki, sio mimi. Fasalla Abubakar tilka alayam, Abubakar Siddiqi yale masiku yote ambayo Mtume alikuwa anaumwa, yale sababu masiku yote matatu au manne ambayo Mtume alikuwa anaumwa alikuwa haji msikitini, mpaka hadithi iliyopita nyuma, mpaka ile siku ambayo aliyokuwa alipata nafuu, alipopata khifa, alipopata wepesi, ndipo akaja msikitini kwa kuwaegemea watu wawili, Abdullah ibn Abbas na vile vile Ali ibn Abi Talib, ndio akapelekwa akaletwa msikitini. Lakini siku zote hizi alizokuwa naumwa sallallahu alaihi wasallam hakuwa anakuja msikitini kabisa, yuko ndani, nazinduka, akiamka tena anaamka tena chini, kizinduka anaamka tena chini. Maradhi yalikuwa ni makubwa sana. Kwa hiyo fasalla Abu Bakr tilka al-ayyama, akasalisha Abu Bakar tilka al-ayyam, wa baqi al-hadithi taqaddama, na baki ya hadithi shatangulia. Ndani ya hadithi hii tunaona ya kwamba ukamilifu wa swala za maamuma
ukamilifu wa swala za maamuma zinapatikana kwa kuwepo imam mbele. Moja. Mbili, mapungufu yanayomtokea maamuma nyuma ya swala, mathalan akasahau kitu ambacho kinahitajia sujudu sijidatu sahau, kasahau kitu fulani, maamuma hato sujudu sijidatu sahwi muda wa kuwa yuko mbele yake kuna nani? Kuna imam. Sababu imamu ndio mwenye kukamilisha swala za nani? Za maamuma. Kwa usimkhalifu imam, usiende kinyume na imam. Ndio maana hadithi zitakazokuja hapa zitakuja kutaja mpaka imamu anaporukuu watakikana na wewe uende, acha kusoma chochote. Kuna watu tunawaona kwenye swala, imamu anasema Allahu akbar, kwenda kurukuu, yeye amekazana tu, bado hajamalizia alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin. Kata hiyo alhamdu yako, mfuate imamu. Ikate hiyo alhamdulillah ile unayosoma suratul Fatiha, ikate, mfuate imamu. Akinyanyuka wewe, hata kama umesema subhana rabbiyal azim mara moja, unyanyuka juu, kwa sababu huyo ndiye ambaye anayekamilisha nini? Swala yako. Kama ingelikuwa swala inakamilishwa kwa wewe peke yako, ungeswali tu peke yako. Muda wa kuwa imamu anachunga zile nguzo za swala, utulivu, umakini na nini, haendi haraka haraka hivyo mpaka akavunja nguzo ya utulivu, akawa hafanyi hivyo, basi wewe mfuate imamu. Tunawaona watu kwenye sujud ya chini, sujud ya mwisho, sujud, imamu ashasema Allahu akbar, bado mtu kaangania kwenye sujudu na swali tu, ana dua zake za kiha, za kinyamwezi, za kisambaa, za kinini, za nini, anaombaomba. Imamu ashasema Allahu akbar, nyanyuka juu. Usijifanye wewe una jambo lako wewe la msingi, swali peke yako basi, swali peke yako nyumbani huko basi. Lakini kitendo cha kuja msikitini, anayekuongoza kwenye swala ni imam. Ndio maana mlango umesema wa inna ma ju'ila al-imamu liutamma bihi. Usikae chini kwenye sujudu wetu una jambo lako wewe, imamu hali ya kuwa shanyanyuka. Na baadhi ya madhhabu yanasema vitendo viwili vikikupita vya imamu, swala yako ni batili. Vitendo hivi viwili vikikupita, yani imam kakupita kwenye vitendo viwili, imam amekupita kwenye vitendo viwili, swala yako ni batili, haupo tena katika jamaa. Yani mfano, imam amesujudu sijida ya mwisho, sijida ya pili, akanyanyuka, bado wewe upo chini, amesimama kwa akasoma suratul Fatiha, akamaliza akaenda kurukuu, bado wewe uko chini, swala yako mbatili. Ushapitwa na vitendo vingapi? Umepitwa na vitendo viwili. Kanyanyuka, bado umesujudu, akarukuu, bado umesujudu, vitendo viwili, swala yako ni batili, wewe haupo tena kwenye jamaa ya swala. Kwa nini uje ukae nyuma ya imam? Kwa hiyo ni faida ya kuwa na imam. Lakini pia vile vile katika faida ya hadithi hii, jamaa ya swala inazingatiwa pale inapokuwa na imam. Jamaa ya swala inazingatiwa pale ambapo mtu anaswali nyuma ya imam, ndio jamaa hii. Sio nyumbani peke yako au umeswali peke yako, la. Jamaa ni ile ambayo umeiswali ukiwa na nani? Na imam. Tayib. Na mwisho kabisa ni ishara ya musiba mzito ambayo imeukuta umma huu. Msiba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam ndio msiba ambao anastahili kila mtu kujiliwaza kwa msiba huu. Katika msiba ambao anastahili kila mtu kujiliwaza kwa msiba mkubwa, yani mfano umefiwa na baba yako, umefiwa na mama, umefiwa na mtoto wako, umefiwa na mke wako, umefiwa na mzee babu yako, yote hiyo ni misiba mikubwa. Mama kufa ni msiba mkubwa, baba kufa ni msiba mkubwa, mtoto, mke ni misiba mikubwa. Lakini misiba yote hiyo inapoa, inakuwa ni mepesi
kwa kifo cha kufa nani? Mtume sallallahu alaihi wasallam. Yani huu ndo msiba kujiliwaza sisi. Kama baba yangu umekufa, lakini amekufa aliyekuwa bora kuliko wewe. Mama yangu umekufa, basi amekufa aliyekuwa bora kuliko wewe. Mtoto wangu, mke wangu wamekufa, kuna aliyekufa bora kuliko wao. Kwa hiyo huu ndio msiba ambao kwa misiba mingine yote inapoa, inakuwa ni mepesi, inakuwa laini, haifikii mpaka mtu akachana nguo, ajipiga makofi, sijui akaanza kutamka maneno ya kufuru. Tayari mtu ameshafanyaje? Ameshafariki. Na kwa msiba huu namna ulivyokuwa mkubwa, walipatikana watu wakasema hawatoi tena zaka. Tukuonesha ni msiba mkubwa huu. Walitokea watu wakasema hawatoi tena zaka, kwa sababu zaka ilikuwa inatolewa anapewa Mtume alayhi salatu wasalam. Walifikia watu, lakini jambo lao lilikuwa likaisha. Kwa hiyo wanasu ukufun fil masjid, na watu wamekaa wamejikusanya msikitini, yantadhiruna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam. Wallahu tabaraka wa taala alam. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. سيندليا كتاب شيء التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح للإمام الزبيدي، كيف اختصار صحيح البخاري. تكيو بعده كن كتاب الأذان. قال رحمه الله تعالى: باب إنما جعل الإمام ليؤتم به. Mlango unaozungumzia innama, kwa hakika si vinginevyo, ju'ila al-imamu, amefanywa imamu kuwa yuko mbele anawaongoza watu katika swala, liutamma bihi, ili ikamilishwe kwa kupitia yeye. Liutamma bihi, ili ikamilishwe kwa kupitia yeye, kwa maana ibada, ukamilifu wa swala ukamilike kwa kupitia yeye. Amewekwa imamu mbele ili swala iweze kukamilika kwa kupitia yeye anapokaa mbele. Kosa litakapotokea, dosari itakapotokea, na hali ya kuwa imamu yuko mbele, basi lile kosa langu mimi maamuma litakuwa limefutwa kwa kupitia imamu aliye mbele yetu. Bado al-Imamu al-Bukhari rahimahullah anataja kisa na historia na tukio lililokumba umma huu, si historia na tukio la kufiwa mtume au la kufariki mtume sallallahu alayhi wasallam. Anasema an Aisha radhiyallahu anha qalat, kilewa hadithi kutoka kwa Aisha Allah mridhia, anasema lamma thaqula an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, pindi alipokuwa ni mgonjwa, thaqula ay maridha, alipokuwa naumwa mtume sallallahu alayhi wasallam, maradhi yamempata, akiwa yuko ndani siku kadhaa hatoki aende kuswali. Qala, mtume akasema asalla an-nasu, ameshtuka hivi, akamuuliza Aisha, je, watu wamesha swali? Kama tulivyosema nyuma ya kwamba nyumba ya mtume ilikuwa imegusana na ukuta wa msikiti. Qulna, tukasema la, hapana, bado hawajaswali. Hum yantadhirunaka, wao wanakusubiri wewe, kwa sababu ndio imam, wewe ndiye ambaye unawaongoza watu katika swala, kwa hiyo bado watu hawajaanza kuswali. Qala, mtume akasema dha'u li ma'an fil mikhdabi, akasema dha'u li
niwekeeni mimi ma'an, niwekeeni maji fil mikhdhabi, katika beseni. Keeni maji katika beseni, kifaa ambacho hutumikia kwa ajili ya mtu kuoga. Unaweka maji na kisha unajiogesha au unaoga kupitia mule. Sio chombo kile maarufu kwa ajili ya udhu, hapana, ni kile chombo ambacho hutumika kwa ajili ya kuogea. Kwa hiyo inaweza ikawa mfano wa beseni, lakini sio ndoo, sio ndoo al-mikhdab, sababu ndoo inaitwa dalun. Kwa akamwambia niwekeeni maji mimi kwenye beseni kwa ajili ya yeye atie udhu au aoge, atie udhu akaswali. Qalat, anasema Aisha, fafa'alna, tukafanya hivyo, tukamwekea maji kwenye mikhdab. Faghtasala, Mtume sallallahu alaihi wasallam akaoga. Kwa unaona kama mikhdab kifaa cha kuogea, chombo kilichowekwa kwa ajili ya kuogea. Faghtasala, Mtume sallallahu alaihi wasallam akaoga. Fadhahaba liyanua, akaenda au akaelekea liyanua, kwa ajili ya kusimama. Kwa hiyo akawa anaelekea sasa aanze kusimama, sasa anyanyuke juu. Kipindi hicho akijielekeza hivyo ili asimame, faughmiya alayhi, akazirai sallallahu alaihi wasallam, akazirai chini tena, kawa hawezi tena kuongea, yuko chini. Watu wakashangaa tena, wakamnyanyua wakamweka juu. Thumma afaqa, kisha tena akazinduka. Alipozinduka, faqala sallallahu alayhi wasallam, Mtume pia akasema, alipozinduka tu akawauliza watu, aswalla nnasu, swali lingine tena, je, watu wameswali? Qulna, tukasema la, hapana, hum yantadhirunaka ya Rasulullah, wao wanakungojea wewe ewe Mtume wa Allah. Qala, pia Mtume akasema, dha'uni ma'an, niwekeeni maji fil mikhdhabi, katika beseni, kwa sababu tayari maana yake udhu umeshafanyaje, umeshanguka, udhu umeshanguka, kwa sababu ameshazirai. Na katika moja vichanguzi vya udhu ni mtu kufanyaje, kuzirai. Kwa alipozirai akanyanyuka tena, kama niwekeni tena maji ili nionge nitie udhu. Walipomfanyia vile, wakamletea tena kile chombo. Faghtasala, akaoga. Thumma dhahaba liyanua, kisha akaelekea kwa ajili ya kusimama tena. Faughmiya alayhi, akazirai tena. Thumma afaqa, kisha akazinduka. Faqala, akauliza tena vile vile, asalla nnasu, je, watu wameswali? Qulna, tukasema la, hapana, hum yantadhirunaka, wao wanakusubiri. Kwa mara ya pili. Kwa ilifanyika hivi takriban mara tatu. Ya Rasulullah, faqala dha'uni ma'an fil mikhdhabi, fafa'alna. Faghtasala, thumma dhahaba liyanua, faughmiya alayhi. ثم أفاق فقال أصلى الناس؟ فقلنا لا، وهم ينتظرونك يا رسول الله. mpaka mara ya tatu kazinduka tena, akawauliza, je, watu wameswali? Wakasema hapana, wanakusubiri. Sasa hii mara ya tatu, sasa baada ya kumaliza hivyo, walipomwambia Mtume, hum yantadhirunaka ya Rasulullah, kwamba wao wanakusubiri ewe Mtume wa Allah, wannasu ukufun fil masjidi, na watu wakiwa ukufun, wamekaa kutulizana msikitini. Yantadhiruna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, wakimsubiria Mtume, li salati al-ishai al-akhirati, kwa ajili ya kuswali swala ya isha al-akhirati, ili swala ambayo itasaliwa muda wa mwisho. Kwa hiyo hata ule muda wa mwanzo ule watu wametulizana pia, hawajatoka kwenda kuswali, hawajaondoka, wamesubiria mpaka ule muda wa mwisho ule. Kwa hiyo kama ilikuwa ni saa 2, wamekaa mpaka saa 4, wamekaa mpaka saa 4 au saa 3 na dakika 45 kwa mfano wa majira yetu. Kwa hiyo Mtume yuko kwenye hali ile ile, watu wakaendelea kukaa pia mpaka hiyo isha, muda wa isha wa mwisho. Mtume alipoona hali imekuwa hivyo,
فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم, mtume akamwagiza, akatuma ujumbe ila Abi Bakrin, kwenda ujumbe huo kwa Abu Bakr Siddiq, bi an yusalli bin nasi, awasalishe watu. Nendeni ewe Aisha, kamwambia baba yako awasalishe watu, sababu mtume amemuoa Aisha, na Aisha baba yake nani? Abu Bakr Siddiq. Kwa hiyo mtume akamtuma Aisha, nenda kamwambia baba yako awasalishe watu. Manake imam anaruhusiwa kwa udhuru utakaompata yeye aagize muwakilishi kuwasalisha watu. Moja. Mbili, muwakilishi atakayesalisha ni vyema awe ametokamana na chaguo la nani? La imam. Imam mwenyewe ndo aseme huyu awe niaba yangu, huyu ndio awe badala yangu. Na baadhi ya misikiti humu mwetu Tanzania na baadhi ya miji pamekuwa pana imamu mkuu, lakini pia pana nani? Pana naibu imam. Pana naibu imam, hata kama imamu mkuu hayupo aliyechaguliwa, lakini panakuwa pana nani? Pana naibu wake. Kwa hiyo ikitokea udhuru fulani, basi naibu anasalisha. Kwa jambo fulani, naibu anasalisha. Kwa hiyo Mtume sallallahu alaihi wasallam yeye akamchagua Abu Bakr Siddiq radhiallahu anhu kutokamana na ukubwa alionao. Kwanza, Abu Bakr alikuwa ni mkubwa katika masahaba wengi, lakini jambo la pili, Abu Bakr Siddiq radhiallahu anhu achilia mbali ukubwa tu, alikuwa na ilmu zaidi kuliko wote. Alikuwa ndiye mwenye ilmu, mwenye elimu zaidi kuliko masahaba wote, bali masahaba wenyewe wanakiri kwamba Abu Bakr Siddiq alikuwa na ilmu zaidi kuliko wao. Kwa nafasi yake ya utu uzima alionao, lakini jambo la pili, nafasi yake ya nini? Ya ilmu, elimu alikuwa nayo kubwa sana Abu Bakr Siddiq radhiallahu anhu. Lakini jambo la tatu ambalo tulilisema juzi hapa, tulisema kabla ya kupata mapumziko madogo, lakini tulisema hili tendo hili la mtume kumchagua Abu Bakr Siddiq kwa vigezo hivi ni ishara ya wazi, ya ukhalifa baada ya mtume sallallahu alaihi wasallam. Ni ishara ya utawala, ya uongozi baada ya mtume kufariki. Yani kwamba wala msipate tabu, nikifa mimi huyo hapa atasalisha, atakuwa kiongozi. Hiyo ni ishara mtume anaifanyia. Kama mimi nikifariki kwa hizi siku zitakazotokea, ima kwa maradhi yangu haya au leo au muda ujao, wala msisuhuzike chochote mkaanza kuhangaika. Huyu niliyemchagua nikiwa hai, huyu atawafaa nyinyi kuwa nani? Kuwa ni kiongozi. Faatahu ar-rasulu, akamwendea mjumbe aliyetumwa kwenda kumwendea Abu Bakari, akamwendea. Faqala, mjumbe akasema, inna rasulallahi sallallahu alayhi wasallam, hakika mtume wa Allah sallallahu alayhi wasallam, ya'muruka an